Waebrania 12:15 nasemaje? Anasema mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu. Kwa sio neema Mungu kupunguka kwa mtu, ni mtu kupunguka kwa neema. Usipungukie, sio yenyewe ikupungukie. Yenyewe ikikupungukia kama yenyewe imepungua. Kwa inaweza kawepo nyingi ila wewe ndio ukapungua kwayo. Maana nini? Kuna kiwango cha kimahusiano yako na neema ya Mungu unatakiwa kutengeneze. Unaweza ukawa una watoto ukawapenda kabisa na wakakupenda kabisa, ila kuna vitu ukifanya mtoto anaweza kaanza kujiweka mbali na wewe. Hata kama utabaki unampenda, lakini yeye anakaa pembeni. Anaweza kaondoka hata mwezi hamjawasiliana, miezi mbili hamjawasiliana, mitatu hamjawasiliana, wala hamna shida. Maana yeye anakuwa amepungukiwa na kitu kwako, japo wewe hujampungukia. Ushaikuona mtu ameoa afu akatoka akatelekeza mke akatelekeza na watoto akaenda akaoa mke mwingine akaishi huko, hatoi matumizi, hawasalimii, hajui chochote wanachoendelea. Ila mwanzoni hakuwa hivyo. Kuna kitu kimeondoka kwake ndani ya moyo wake kilichokuwa kina bondi kinawaunganisha. Kwa hiyo kikaunga pengine kwa huko atahudumia na kila mtu na kila nini na nini na nini, lakini hakumbuki mke wake wala hakumbuki watoto wake. Kwa nini? Kwa sababu amewapungukia. Sasa anasema angalieni sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati wa unajisi kwa huu. Sasa unapoona Biblia inaandika na ikaweka kama vile mikato miwili, maana kinachofuata baada ile mikato ni matokeo ya hiki kilichokuwepo mwanzo. Anasema shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua. Maana yake unapoona mtu ana uchungu, yeye ameipungukia neema, sio neema imempungukia yeye. Mtu akiwa na uchungu ndani ya moyo wake, ana uchungu juu ya kitu fulani, ana uchungu juu ya mtu fulani, ana uchungu juu ya jambo fulani, ameipungukia neema. Yeye ameipungukia neema. Anajua, Mungu anajua kwamba uchungu kiingia ndani ya moyo wako unaleta usumbufu. Anasema sije ikachipuka na kuwasumbua na watu wengi wakati unajisi kwa hulo. Uchungu sije kuwasumbua. Na uchungu unakuwa kama kakitanzi fulani, kaza kakaua neema. Ndio maana Mungu analinda sana, anasema chunga sana, angalieni sana. Angalieni sana, sio kidogo sana, mtu asipungukie. Kwa sababu neema Mungu ikija kukukalia inakata ule uwezo wa uchungu ndani. Kwa hiyo ukitaka kupata uchungu, rudi kwa Mungu faster na ukemea hiyo roho. Kwa sababu ikija inakutenga mbali na neema. Sababu neema ni kama kiumbe hai, na sababu ni kiumbe hai kitaogopa kufa na chenye, sababu ile ni sumu ambayo ikaimaliza. Sasa na ni muhimu sana kupata hii neema, kwa sababu neema ya leo haitakusaidia kesho. Neema ya leo ni ya leo, na ya kesho. Kwa sababu Biblia inatuambia kwenye Mathayo 6:34, anasema kila siku na maovu ya kwake na yanatosha kwa siku yenyewe. Kwa leo kuna maovu yake, kesho kuna maovu yake. Kwa kila siku ukiona imeanza imeisha ina maovu ya kwake. Kwa hiyo neema ile kusaidia kwenye maovu ya leo haitasaidia kwenye maovu ya kesho. Mathayo 6:34. Msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho inajisumbukia yenyewe. Sema yatosha kwa siku maovu yake. Kila siku ina maovu yanayoitosha. Hajasema yatosha kwa siku mema yake, maovu. Sababu dunia hii ni dunia ya uovu, ina maovu mengi. Kwa kila siku ukiona siku imeanza imeisha ina maovu yako full, kama vile ndoo ya 20 kwamba imejaa. Yatosha kwa siku maovu yake, kwamba kila siku unayoiona ina maovu yanayotosheleza, haijapungukiwa na uovu. Kama haijapungukiwa na uovu, sisi pia tupaswa kupungukiwa na neema. Sababu neema kazi yake ni kuleta wokovu, lakini pia inaleta ukombozi, kuokoa mtu kutoka kwenye changamoto za hapa na pale. Kwa hiyo kama kila siku imejaa, imetosheleza, hakuna siku ambayo itaanza imepungukiwa na uovu, haipo. Anasema yametosha, kila siku imejaa full maovu. Kwa kama leo una neema Mungu akukutosha, ukiamka kesho bila kujihusisha na kujenga mahusiano yako na ile neema, itakuwa itoshi kwako kwa hiyo siku. Lazima angalieni sana mtu asipungukie, sio yenyewe ipungukiwe kwake kwa mtu. Mtu asipunguke kwa neema. Maana kuna namna unajenga mahusiano yako na roho wa neema. Kila iitopo leo ni kama vile Roho Mtakatifu, hata kama yuko ndani yako na yuko pamoja na wewe, lakini kama hujihusishi naye, huongei naye, hauna mahusiano naye binafsi, haonekani, atakaa kimya, hata jifunua kwako. Lazima umpe nafasi, umtambulishe na atambue kwamba unajua thamani yake, unajua kwamba yupo, na uonyeshe uhitaji wa yeye kwako, uhitaji wako. Yaani uonyeshe kwamba unamhitaji, lazima uonyeshe kwamba unamhitaji na unamtegemea, na uonyeshe kwamba yeye ndio msaada wako peke yako, na umwambie kwamba bila wewe mimi siwezi. Unamtafuta usipotengeneza mazingira, hajifunui kwako. Na vivyo hivyo roho wa neema, sababu ni roho yule yule. Unajua tukiongea roho wa neema, roho wa ufunuo, ni roho mmoja ila anajitambulisha kwa namna tofauti. Kama vile ambavyo mtu anaweza kuwa ni hakimu, akiwa mahakamani, hata kama wewe una kesi unaenda kwenye mahakama ile yupo, ukifika pale sio baba yako, unasema mheshimiwa hakimu. Ila akifika nyumbani ni baba. Na kama ni mtumishi wa Mungu akija hapa,
ni mchungaji au mwalimu, ni mtu yule yule, ila nafasi zake tofauti. Kwa tusema Roho Mtakatifu, roho wa neema, maana nini? Atajifunua kwenye nafasi hiyo ya neema. Ukimtambua kama Roho Mtakatifu, roho wa ufunuo, atakupa revelation, ataona kupa mafunuo. Lakini neema Mungu itafanya kazi kwenye maisha yako, kwa sababu haujamtambua ndani yako kama roho wa neema na haujampa nafasi kama roho wa neema. Unaweza ukawa unamheshimu na kumpa nafasi kama msaidizi wako, ila humpi nafasi kama mwalimu, humpi nafasi kama roho wa ufunuo. Atakuwa anakusaidia kwenye mambo ya kawaida, lakini ukisoma Biblia hautaelewa. Sababu nini? Hakuna mwanadamu ambaye akasoma Biblia akaona kilichomo ndani yake kwa uwezo wake, hayupo. Ni Roho Mtakatifu mmoja ndiye anaweza kama mwalimu mkuu wa neno la Mungu. Yeye ndiye anaweza akakupa ufunuo kama roho wa ufunuo, akakupa ufahamu kama roho wa ufahamu, akawa ni msaidizi wako au ni kiongozi wako, au ni roho wa neema. Ile roho ya neema ni roho yule yule, lakini neema yake haitafunuliwa kwako. Kwa hiyo ni Mungu yule yule, ni roho yule yule, lakini wewe unamtambuaje ndani yako na unampa nafasi gani? Je, unamtambua kama kiongozi wako? Unamtambua Roho Mtakatifu kama mwalimu mwelekezaji wako? Unamtambua Roho Mtakatifu kama mratibu wako? Unamtambua Roho Mtakatifu kama mzalishaji? Unamtambua Roho Mtakatifu kama msaidizi mwezeshaji? Au unamtambuaje? Unamtambua Roho Mtakatifu kama roho wa neema au unamtambuaje? Kama kuna vitu ambavyo unataka virudi vilikopo vikapotea, lazima mtambue Roho Mtakatifu kama mfufuaji, sababu alipoenda na roho yule yule aliyemfufua Kristo kutoka kwa wafu akakaa ndani yetu. Kwa anza akakaa ndani yako. Usipomtambua kama mfufuaji, hata fufua vitu kwenye maisha yako. Lazima mtambue kama Roho Mtakatifu ambaye anafufua, na unamkaribisha. Kuna kitu mwambie Roho Mtakatifu, katika hili ninakutambua kama mfufuaji. Karibu kwenye jambo la kwangu kama mfufuaji. Karibu kwenye kitu kama mfufuaji. Ufufue hiki kitu kwangu. Wewe na utakutambua kama Roho Mtakatifu, na nahitaji msaada wako, nahitaji huduma ya kwako ya kufufua. Ndio huyo aliyekuwa na Yesu kwa Lazaro, Yohana sura 11. Sababu kwenye Matendo ya Mitume sura 10:38 inasema kwamba habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyompaka mafuta kwa roho na kwa nguvu, akaenda huko na huko akiponya wagonjwa na kufungua watu na nguvu za giza, kwa maana Bwana alikuwa pamoja naye. Alipaka mafuta kwa roho wa Mungu, kwa Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Kwa chochote ambacho Yesu akaenda kufanya duniani ilikuwa ni matokeo ya Roho Mtakatifu kwa pamoja na yeye, kwa roho na kwa nguvu. Alipaka mafuta, he anointed. Alimpaka mafuta kwa roho na kwa nguvu. How God anointed Jesus of Nazareth with his spirit and with his power, who went about it doing good and healing those who were oppressed of the devil, for God was with him. Kwa maana ni matokeo ya kazi ya Yesu ilikuwa ni kwa sababu Roho Mtakatifu pamoja naye na mafuta ya kwake. Kwa kama alienda kwa Lazaro akamfufua, ni kwa sababu roho yule yule anayetenda kazi ndani yake ya kurejesha, alimfufua yule binti mdogo, ni roho yule yule. Ndio maana aliposhuka kuzima alimfufua na Kristo pia. Yesu mwenyewe kufufuka mpaka roho ufufuo ameingia kazini. Ndio unamtambua kwa nafasi ipi? Kwa tunapongea roho ya neema, lazima fikra zako na akili zako kila itwapo leo unamsemesha kama roho wa neema. Maana unahitaji neema ya Mungu, unamsemesha kama roho wa neema. Usipomsemesha utatembea kwenye viwango vingine viwango vingine. Lakini kama unataka kile kiwango cha mwisho kikubwa cha roho wa neema, kiwango cha roho, lazima ujengene mahusiano. Ndio nasema angalieni sana mtu asipungukie neema, asipungukie. Sio yenyewe kupunguka kwako, ni kupunguka kwake. Lazima watu wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Utukufu wa Mungu umepungua, tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sisi utukufu wa Mungu umepungua. Hata hapa neema haipungui kwetu, ile sisi ndio tunaipungua kwake. Hiki kiwango cha neema cha roho hatupungui. Roho neema haipungui, sisi ndio tunapungua kwake. Kila mtu anapompa maisha yake ana roho wa Mungu, roho wa Mungu anaingia ndani yake. Ila yeye ndo ana maamuzi ya kutaka kukua katika mahusiano na Roho Mtakatifu au kubaki pale pale. Lakini roho yule yupo.